na wamekuwa wakizungumza kama vile watu hawana maisha ya mtu ni kitu cha kawaida. Wanazungumza kama wanazungumzia sisimizi. Serikali dhalimu inazungumza kuhusu vitu, inazungumza kuhusu vituo vya mafuta, inazungumza si kuhusu nini, haizungumzi kuhusu maisha ya watu. Hebu tufumbe macho sisi wote tulioko hapa, tufikirie kwamba Dar es Salaam hii tumeamka hakuna mtu yoyote. Hizo barabara zina maana gani? Kama hakuna watu hapa, hizo barabara mtajengea miti itembee hapa? Kama hakuna watu hapa, hivyo vituo vya mafuta vina maana gani? Kama hakuna watu, hivyo vituo vya polisi wataenda nzi humo? Kama hakuna watu, chochote unachoita duniani hapa kipo kwa ajili ya watu, sio watu kwa ajili ya hicho kitu. Ndio maana sisi tunasisitiza kwamba serikali dhalimu hii ituambie ni watu wangapi waliouawa na watu wachukuliwe hatua, na hilo hatutarudi nyuma. Katika hilo hatutarudi nyuma. Tutapush popote kuhakikisha hilo jambo hatua zinachukuliwa. Sasa kumekuwepo na upotoshaji wa Bwana Mwigulu Nchemba, na hili niliweke vizuri sana kwa mara ya mwanzo na mwisho, hatutalizungumza tena, kwamba kuna watu si wamelipwa, si walilipwa, si kuna vijana si walikuwa na bilioni 5, si vitu vya ajabu sana, kwamba sijui kuna mataifa ya nje yanatuonea wivu ndio yalichochea fujo. Mataifa ya nje Mwigulu ndio yanawatuma muibe uchaguzi. Mataifa ya nje ndio yanawatuma mteke watu. Hayo mataifa ya nje. Kwa sababu Watanzania wamelalamika kuhusu utekaji, Watanzania hawataki wizi wa uchaguzi, na hayo ndio yaliyosababisha haya mambo. Leo mko kwenye state of denial. Mtu mstaarabu ni kuaccept kwamba kuna tatizo limetokea na ulitibu hilo tatizo. Unapokaa kwenye denial, watu mmeua watu, bado unasema kuna mataifa ya nje yamechochea sui watu kuandamana. Hayo mataifa ndio yaliiba uchaguzi wa 2024. Hayo mataifa ndio yameiba uchaguzi. Mnajiwekea kura za aibu ambazo hata ni aibu. Hata kwa wewe mwenyewe uliyepewa hizo kura unapaswa kuona aibu. Mwaka 2010 turnout, watu waliojitokeza kwenda kupiga kura 42%. Mwaka 2015 ambao uchaguzi ulikuwa na mvuto na ushindani wa hali ya juu, Lowassa na Magufuli 61%. Mwaka 2020 Magufuli na Lissu, uchaguzi ulikuwa na mvuto, turnout 47%. Leo uchaguzi wa Samia na NLD, turnout ya 88%. Tumekuwa laughing stock ya dunia, kichekesho duniani. Kila TV inatutangaza kwamba mtu anapata 98%. Haijawahi kutokea. Wapiga kura waliojiandikisha ni milioni 37, lakini kwa Samia wamejitokeza kupiga kura milioni 31. Haijawahi kutokea hiyo kitu duniani. Ni miujiza. Sasa mambo haya ndiyo yanayochochea chuki.